Mengine hasa katika maeneo ya Busia ambapo serikali ya kaunti ya Busia imekanusha madai kwamba mali ya umma imeibwa na kuuzwa. Waziri wa uchukuzi na barabara Peter Odima ameyataja madai hayo kuwa propaganda za mitandao zisizo na msingi. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Faith Wangare ni kwamba madai hayo yalitolewa na aliyekuwa mwakilishi wa wadi wa zamani Moses Ouma, ambaye anasisitiza kuwa magari kadhaa ya kaunti hiyo yameuzwa kinyume cha sheria. Kwa mujibu wa Moses Ouma, baadhi ya magari ya kaunti ya Busia likiwemo gari aina ya tipa yaliibiwa na kuuzwa kabla ya kufichiliwa na kurejeshwa. Aidha, amedai kuwa gari la kuchimba maji maarufu kama water rig na trekta ya wodi ya Buhalo Mashariki pia ilikuwa yakipangiwa kuuzwa. Tuko na vitu mingi ambazo zimepotea. Baada ya mimi kusema hivyo, ule waziri Odima akatokelezea akasema kwamba ile truck imerudi iko Busia. Hiyo rig walienda wakauza spare parts zote mpya kwa hiyo rig tunavyozungumza saa hii. Nimesikia kwamba serikali imeuza magari na wamesema sana nimesikia tumeuza gari KBZ 998D ambayo ndio hii gari iko hapa. Hata hivyo, waziri wa uchukuzi na barabara Busia Peter Odima amepuuzilia mbali madai hayo, akisema hakuna ushahidi unaothibitisha uuzaji wa mali yoyote ya kaunti. Sema kwamba tumeuza ile rig ya maji ambayo ndio ile iko kwa water pale. Wakasema tumeuza gari ya Buhayo East, ndio tractor hii mnaona iko hapa hii. Kwa hivyo mimi nataka kudismiss yoyote ni siasa ya chuki. Odima ameongeza kuwa serikali ya kaunti ina mipango ya kukodisha magari kama njia ya kuongeza mapato, lakini akisisitiza kuwa kwa sasa hakuna utaratibu rasmi uliofanyika kuhusu gari lolote. Tuko na ile inaitwa hire of machinery. Kwa hivyo hizo magari pia huwa tuna lease kwa contractors, wanalipa kaunti, inaenda inafanya kazi. Kwa hivyo siwezi sema hii gari lazima ibaki tu hapa hivi. Kama ilikuwa Rongo, ilikuwa imeenda Rongo kufanya kazi ambayo huyo mtu amelipia kwa kaunti. Hiyo machine haikuwa list huko. Kama ilikuwa list, Odima lete documents. Kama sio hivyo, hiyo machine ilikuwa imeenda, walikuwa na process lot number na iuzwe. Faith Wangare, TV47, Nairobi.